ورحمة الله وبركاته. رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu mtukufu wa umma, si mwingine ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tumshukuru Allah ambaye alituwezesha wachache miongoni mwa wengi kuweza kufika eneo adhimu, eneo takatifu kwa ajili ya kutekeleza maamrisho yake Allah tabaraka wa taala. Wapo wenzetu waliokuwa na fikra na mawazo ya kuweza kujumuika sehemu hii tukufu kwa ajili ya kuyatekeleza maamrisho yake Allah tabaraka wa taala, lakini kwa uwezo wake Allah subhanahu wa taala hakuweza kuwajalia kufika eneo hili. Ufikaji wetu si kwa sababu sisi ni wachache Mungu sana, isipokuwa ni kwa uwezo wake Allah tabaraka wa taala. Basi tupelekeni shukrani zetu za dhati kwa Allah tabaraka wa taala, japo ni kwa uchache, kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Ahbabi rasulillah, awalan usikum wa tanbihan li taqwallahi azza wa jalla. Ndugu zangu Waislamu, jambo la kwanza ninalohusia, lakini vile vile kuhusia nafsi yangu, ni katika suala zima la kushikamana na maamrisho yake Allah tabaraka wa taala, ama ni katika suala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Kwa hakika wachaji Mungu ndio wenye kufaulu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa wachaji Mungu. Ndugu Waislamu, tupo ndani ya mwezi wa Shaaban. Karibuni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama uhai utakuwa huko, kama muda wa kuishi bado unaruhusu, tutaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu atujalie, atupe uzima na afya, tuweze kuingia katika mwezi wa Ramadhani
na pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuongoze katika njia yake, tuweze kushikamana na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayaridhia, na Allah atuepushe na yale yote ambayo yanamkera ama kumuudhi, isiwe sababu ya kuenda kuadhibiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama tutaingia katika kuyatenda mambo hayo. Ndugu zangu Waislamu, baadhi ya sisi Waislamu unapokurubia mwezi mtukufu wa Ramadhani, kila mmoja ana njia ama matendo ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wengine wanaandaa sherehe ambazo nzuri zipo katika mafunzo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuna wengine wanafanya maandalizi katika kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa matendo ya kumuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ikiwa sisi tunaelekea katika mwezi wa Ramadhani, kaifa nastakbilu fi Ramadhani, tunaupokeaje huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao uko mbele yetu? Maandalizi ambayo umeyafanya mimi na wewe ni maandalizi ya aina gani? Ni maandalizi ya kumfurahisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama ni maandalizi ya kumuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Bali insanu ala nafsihi basira, na yakini kila mmoja katika moyo wake ana azimio ambalo anakusudia kulifanya katika kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna baadhi ya miji unapokaribia mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuna kitu wanaita vunja jungu. Vunja jungu hili ukiangalia kwa undani zaidi, maandalizi yake ni kufanya maasi, maandalizi yake ni kumuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baadhi ya wale ambao wana wapenzi, basi wanaandaa siku maalum ya kukutana, kama ni kuzini wazini mara ya mwisho, alafu waingie katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Amana Allahu billah, Mwenyezi Mungu atuepushe na hilo. Na kuna wengine nao wanafanya maandalizi yao kufanya sherehe hizi, lakini kuanzia saa 1 usiku mpaka 12 asubuhi hawasikii mwadhini wala anayekimu. Watu ni kusherekea na kunywa pombe. Baada ya hapo wanaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kama yale ndiyo maandalizi ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kaifa nastakbilu fi Ramadhani, mimi na wewe maandalizi yetu twaukaribisha vipi mwezi mtukufu wa Ramadhani? Masahaba radhiyallahu ta'ala anhu, ilikuwa maandalizi yao wanayoyafanya ni kushikamana na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kushikamana na yale ambayo Allah Tabaraka wa Ta'ala anayaridhia na sio kumuudhi. Na sisi tunaambiwa kwamba
kiigizo chetu kiwe ni banani kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Sasa masahaba walikuwa wao wanaukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kuyafanya matendo mema. Vipi mimi na wewe kuukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kuyafanya matendo mema? Tumepatana taratibu hizi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza ndani ya Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliomwamini Mwenyezi Mungu, enyi waumini wa kweli, ittaqullah, mcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waltanzur nafsum ma qaddamat bighad, alafu kila mmoja nafsi yake iangalie kitu gani ambacho imetanguliza kwa ajili ya kesho. Watakikana kila unapokaa, unapoishi, siku zinapokatika, angalia mpaka sasa nina matendo gani ambayo lau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamtuma malaika wake kuja kuchomoa roho yangu muda kama huu, kuna lipi ambayo nimemfanyia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambalo jambo lile itakuwa ni sababu ya mimi kuepushwa na adhabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kupata rehema za Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kwa hiyo tunaona kwamba hawa maswahaba wenzetu walikuwa wanaukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kushikamana na takwa, na ndiyo ambayo mimi na wewe tunatakikana tushikamane na matendo mazuri. Lakini kwa kuwa hatufikirii mara nyingi sisi, sababu miongoni mwa sababu zinazotufanya mpaka ikawa hatuyafanyi matendo mema tunamuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kwa sababu ya kutokuwa na wingi wa kufikiria. Mwanadamu lau anatenga muda akakaa chini kabla ya kulifanya jambo lolote akalifikiria, leo naenda kuzini na mtoto wa watu, ima ni gesti ama porini, sehemu yoyote ile, alafu kabla ya kwenda, kabla ya kulifanya lile jambo ukafikiria, mfano hapa ndio mauti mimi unanipata, mfano ndio mtoto wa watu huyu roho yake inatolewa, utakuwa na hali gani? Kwa hiyo lau mwanadamu akaa chini tu akafikiria katika kila jambo analotaka kulifanya, basi ilikuwa anamliuma, anapotaka kumkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamliuma kwa kule kufikiria kwamba hili sio jambo zuri. Lakini kwa kuwa sisi hatufikirii na wala hatuwazi, ndio pale kila siku twakigirisha kufanya maovu. Lau mwanadamu anafikiria kule kwenda baa kule nikaenda kulewa mpaka anafikia wakati sina akili, naanguka chini najikojolea haja zote hapo hapo, mpaka wengine wanafanya mambo machafu. Lau analifikiria pale, lau malakul maut anakuja kuchomoa roho yangu, mimi nitakuwa mtu wa wapi? Akishapata jibu kwamba pale akifa ni mtu wa motoni, anaachana bila. Kwa hiyo hata sisi kama lau tunafikiria kwamba haya maandalizi yetu ya kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kuvunja jungu
Kama tunaona kwamba huenda mimi naenda kufanya maasi ya mwisho ili niingie katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, alafu kule kwa mauti, basi mwanadamu anakuwa. Kwa hiyo tutakikana sisi nafsi zetu, mioyo yetu ijaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ijaye takwa. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, nawahusia na kuihusia nafsi yangu, tukaribisheni mwezi mtukufu kwa maandalizi yaliyokuwa mazuri, maandalizi ambayo hayamuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama ni kuswali, zidisha ibada. Kama ni sadaka, zidisha kutoa sadaka. Kama ni kufunga, zidisha kufunga. Sio ndio unakaribia mwezi mtukufu wa Ramadhani, badala ya kushikamana na takwa Allah, wewe unachanayo, unasema unaenda kuvunja jungu. Kuvunja jungu maana yake ni kuvunja imani yako. Ukienda kufa katika maasi, umekufa kafiri, unaingia katika moto wa Allah. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ittaqullaha, mcheni Allah Subhanahu wa Ta'ala, waltanzur nafsun ma qaddamat lighad, na kila mmoja nafsi yake iangalie kitu gani ambacho imekitanguliza kwa ajili ya akhera. Ndani kila mmoja kashafanya maandalizi yake ya dunia. Mfano, siku ya Ramadhani inakuja, kuna baadhi yao washaanza kufanya maandalizi ya kununua sukari, kununua michele, kununua ngano na kadhalika, ili asipate tabu, ili aftari vizuri. Sasa ndiyo kule katika maisha ya akhera vile vile yanatakikana Muislamu ufanye jambo ambalo litakusaidia, kama hivyo ndio maandalizi ya Ramadhani ya chakula, ili kukusaidia. Kwa hiyo akhera ndiyo aula, ndiyo bora zaidi ya kuyafanya matendo yako, ushikamane na ibada, ili ukifa unaenda kuingizwa katika rehema za Mwenyezi Mungu. Leo yawezekana kuulizana maswali tokea kumepambazuka, tokea kumekucha, kuna jambo gani ambalo Muislamu umelifanya kwa ajili ya Mungu? Yawezekana kuulizana maswali kila mmoja kama anakosa na kulijibu. Kiangalia salatu subuhi imempita, kutoa sadaka hajatoa, kufunga kashajipiga chapati saizi. Kwa hiyo mpaka akipata lile jibu ni nusu saa, ukiakuta wale hakuna lolote. Sasa alafu ndio jiulize maswali. Mfano ndio maana kwa mauti yuko hapa anakuambia, bwana, muda wako umeisha, nataka nichomoe roho yako. Utasemaje? Hebu kila mmoja ajiulize swali. Mfano ndio malakul maut anakuja kuchomoa roho yake, ana lipi alilolifanya ambalo litakuwa ni sababu ya kumsaidia? Twaelezana hivi ili tuyafanye matendo mema, isije tukawa tuna fikra mbaya kwamba naona tukalia sana kwa sababu hatutoi. Kama utoi, toa, ndio usalama wako wewe. Kama alivyokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukunjua katika riziki zako, mkono wako na pia kunjua, mbona wewe unakuwa bahili? Mungu akupa vingapi? Kwa nini wewe unashindwa kutoa kwa ajili ya Allah Tabaraka wa Taala? Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kaifa nastakbil fi Ramadhan, vipi tunaupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani? Kila mmoja ashikamane na takwa. Kama ulikuwa ni bahili kidogo, basi anza kukunjua mkono, toa.
alafu kuna siri kubwa sana ya kutoa. Hebu kwanza ulichunguza hili, toa alafu uchunguze. Kama itafikia wakati umetoa alafu Mungu atakukuba, una maradhi unasumbuka, toa sadaka. Hizi zote ni njia za kuyafanya matendo ya heri. Unaelekea ni mwezi wa Ramadhani, anza kujizoesha kufunga. Maana kuna wengine sasa hivi wataanza kuzua maradhi ya tumbo, vidonda. Ramadhani yaje, sijui kama nitaeleza. Una nini? Vidonda shehe. Madaktari ni wamo mpaka wilisha. Wewe ulizia daktari yule kuatika mapema ili usiwe na sababu na kuepuka ule mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika hadithi iliyopokewa na Usama bin Zaid, qala, amesema, qultu, anasema Usama, nilisema mimi kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, Mtume wa Mwenyezi Mungu, ra'aytuka tasumu min Sha'ban sawma la tasumu fi shahri min ash-shuhur illa fi shahr Ramadan. Usama siku moja alimuuliza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume wa Allah, mimi nimekuona wewe na kuona ukifunga katika mwezi wa Shaabani sauma, funga ambayo la tasumu fi shahri min ash-shuhur, yani kufungi katika mwezi wowote katika miezi mingine, yani unafunga sana katika mwezi wa Shaabani, mwezi ambao utakuwa unashinda zaidi wa Ramadhani wa Shaabani, ambao unafunga zaidi ni katika mwezi wa Ramadhani. Yani huu ndio unaoshinda huu mwezi wa Shaabani. Mwezi wa Ramadhani huu ndio unaoshinda mwezi wa Shaabani. Lakini unakidirisha sana kufunga mwezi wa Shaabani. Miezi yote hii sikuwa kufunga sana. Qala, Mtume akasema, dhalika shahru yaghfilu anhu an-nas baina Rajab wa Ramadhan. Asema mwezi huo wa Shaabani ambao unaniona mimi nikifunga sana kuliko miezi yoyote, baada ya hapo ninaokithirisha sana ni Ramadhani. Asema yaghfilu anhu an-nas, baadhi ya watu wengi wanakafirika nao, hawaujali, hawaudhamini, hawaubatilizi kabisa. Baada ya kufunga na kuyafanya yaliyokuwa mema, kazi yao wanaandaa maandalizi ya kuvunja Mungu. Na tutasikia baadhi ya miji kuna wale watu ambao kama nukuswali fil wanatangaza kabisa na magari, utakuwa sijui na sherehe gani kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, na Waislamu wananyazana katika eneo hilo. Yani kukusanywa sehemu moja ya kuvunjwa zile imani zao, wala hawajali, wanaenda wanakunywa huko wanakulewa mpaka jioni ni saa moja. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamwambia Usama kwamba mwezi huo baadhi ya watu wengi wanakafirika nao, yani hawafanyi matendo mema, wanakuwa bize na mambo ya kidunia. Watufa fihi a'malu nas, mwezi huo ndio mwezi ambao matendo ya watu yanapandishwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana aswami, aswami na furahi
sana na ninapenda kwamba matendo yangu mimi yapelekwe mbinguni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ana saimu, hali ya kuwa mimi nimefunga. Huyu ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi na wewe, kaifa nastakbilu fi Ramadhani, tunaupokea vipi mwezi mtukufu wa Ramadhani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alijibu swali baada ya kuulizwa kwamba kwa nini unafunga sana mwezi wa Shaabani kuliko miezi yoyote. Akatoa majibu haya: sababu inayomfanya mpaka kafunga ni kwa sababu gani? Matendo ya watu yanapelekwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mimi na wewe, baada ya kuyafanya matendo mema, tunasema tunavunja jungu, tuvunje jungu, lakini tukiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunamsala. Wa an Anas radiyallahu ta'ala, Anas anasema kwamba alimuuliza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam an afdali siyam, alimuuliza Mtume funga bora ni ipi? Faqala, Mtume akamwambia Anas, siyamu Shaaban, ni kufunga, ni saumu ya mwezi wa Shaabani. Ukifunga ndani ya masiku haya ya Shaabani na hakujachelewa, leo ni mwezi ngapi? 10, wengine 11. Kwa hiyo bado hujachelewa. Alochelewa ni yule mpaka amekufa sasa, huyo ndio kachelewa. Lakini mimi na wewe, madhali tuko hai, tufunge ili tumepata funga bora. Kwa hiyo Mtume anamwambia Anas, funga bora ni funga ya mwezi wa Shaabani, taadhiman li Ramadhan, kwa ajili ya kutukuza, kuheshimu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa leo wenzetu walifahamishwa haya kwamba Ramadhani hukaribishwa kwa matendo mema. Sisi tunayokaribisha mwezi mtukufu kwa kuvunja jungu. Kaifa nastakbilu fi Ramadhani, kila mmoja ajiulize anaukaribisha vipi mwezi mtukufu wa Ramadhani. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an wa nafani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah hamdan kathiran kama wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu إرغاما لمن هديه وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه الكرام. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته وسنة نبيكم، واعلموا أن تقوى الله توجب الخلود في دار النعيم، وأن معصية الله توجب عذاب الأليم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت عليه، وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فاجتمع في طاعتك الأمير والمؤمنين. اللهم اصلح نبيك ببكر الصديق تهديه، وعن خليل الحرام وعمر بن الخطاب الفاروق تهديه، وعن جامع القرآن عثمان بن عفان بن نبي، وعن مالك العلم علي بن أبي طالب وفي وفي، وعن جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ونكس أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما، وتفرقنا في بعده تفرقا مؤيدا معصوما، ولا تجعل فينا ولا في جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم شقيا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.